أيها الإخوة، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، ولقد فاز المتقون. يقول الحق مولى سبحانه وتعالى في محكم كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العلي العظيم. ndugu Waislamu, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na maghfira kipenzi wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, نحن اليوم في موسم الامتحانات. Sisi tuko katika masiku ama msimu ambao kwamba tunafanya mitihani, wa musim yumtahinu fihi sabr, na katika haya mitihani ambayo tuko nayo tunatahiniwa kusubira, waljiddi, pamoja na juhudi tulizozifanya, wal ikhlas, pamoja na upweke ambao kwamba unapatikana wa moyo wa mwanadamu. Hii inakuja kabla an yamtahinu alqalam walwaraq, inakuja kabla ya huyu mwanafunzi amtahiniwa kutahiniwa kupitia kalamu na karatasi. Ni lazima kwanza ajiandae kwa mtihani wa sabru waljiddi wal ikhlas, kupatikane subira kwa kutahiniwa kwake huyu mwanadamu, na vile vile kupatikane aljid, kutahiniwa kwa juhudi ambazo kwamba amezifanya, wal ikhlas. فليس الامتحان مجرد الأسئلة وأجوبة. امتحاني sikuwa ni masala tu ya maswali na majibu, si hivyo. Anasema bal huwa maidanul ikhtibaru nafsi wal iman, bali ni katika uwanja ambao kwamba unajaribiwa nafsi pamoja na imani ya mwanadamu. Lolote vile katika maisha yako unaoishi, ukiwa unaingia katika mtihani wa kitu chochote kile, ujue kitu kikuu ambacho kwamba kinatahiniwa ni nafsu baina jambain, ni nafsi yako ambayo kwamba iko katika moyo wako, na vile vile imani, pamoja na imani yako ambayo kwamba uko nayo. Ndio aya niliyotanguliza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema alladhina amanu, kwa wale ambao kwamba walioamini. Yani hii ni na wito unazungumzia kwa watu ambao kwamba wako na imani kamila, imani sadiqa. Akaendelea watatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, wale ambao kwamba wako na hiyo imani na zikatulia nyoyo zao juu ya imani zao, anasema ala, basi jueni, bidhikrillah, kwa kutaja imani zao Allah subhanahu wa ta'ala akiwemo ndani, tatma'innul qulub. Yani ni reaction. Ikiwa mwanadamu hukuwa tayari na Mwenyezi Mungu, huwa tayari kufungamana na Mwenyezi Mungu, kinyume chake utakuwa huna utulivu wa moyo. Ndio khutba ya leo nikaita kwa huyu mwanadamu ambaye kwamba anatahiniwa mtihani wake, addu'a wa silahu. Dua ndio itakuwa ni silaha yake. Ikiwa mwanadamu ataka utulivu wa nafsi yake, ataka utulivu wa moyo wake, ni lazima awe kwa huyu mwanadamu amejipamba na imani. Akiwa na imani ambayo kwamba ndani yake iko ikhlas, alafu ukiipatia dua, huwa ina react rahisi kuliko ule mtu ambaye kwamba hakuna imani.
Sasa leo tumefanya juhudi, tumefanya kazi, tumejinyima wakati, tumejinyima matamanio ili kusudi tuwe na wakati wa kusoma zaidi ili tupate kufaulu katika huo mtihani. Lakini namna unavyousubiri mtihani wako, kuna mtihani unakuja kabla ule ambao kwamba ni wasabru, ndio utapata hasatan mafomfozi. Utampata kijana ambaye kwamba kabla hajaanza ule mtihani ima anatoka na ajali ama anatoka kujivua kwa nafsi yake ama anatoka confidence ambayo kwamba alikuwa hapo nayo kabla. Hiyo kwa ni kiungo cha subra kinapatikana kabla ya ule mtihani. Na mara nyingi atakapokuwa ni mwenye kusubiri katika ile wakati wa kusubiria ule mtihani, ndio njia na mapi ya kupelekea kufaulu na kuwa na utulivu na vile vile katika ule mtihani anaosubiri. Ikhlas. Huyu vile vile wakati akona subra ni lazima akwe na moyo wake ni khalis, yani hakuna kitu chochote kinachomughuri ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakihitaji. Yani an la yaraka Allahu haythu amarak wa an la yafqidaka Allahu haythu amarak. Yani asikukose Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hiki kipindi cha kusubiria mtihani sehemu aliyokuamrisha, na vile vile an la yafqidaka Allahu haythu amarak, asikukose sehemu aliyokuamrisha. Hii ndio ikhlas ambayo kwamba itapatikana kwa huyu mtahiniwa, kwa huyu ambaye kwamba anasubiria kufanya mtihani ule. Lakini ikiwa unasubiria mtihani ule wakati huna subra ya kusubiria ule mtihani, huna ikhlas, yani kazi yako unakuwa na mazingira ya shaitan, huwa ni vigumu kuwa na tutmainna qalba, moyo wako kutulia, moyo wako ukaona concentrate na vile vitu ambavyo kwamba wewe unasubiria navyo. Utapata mara nyingine mtu anapani katika mtihani, kwa mazingira aliyoweka tayari hayako tayari kuwakabili au kujaribu kukaribisha mazingira ya moyo mtulivu. Anamkosa huyu mwanadamu. Sasa anakuja katika mtihani wake wa kwanza, ukamuuliza ikawa hakufanya vizuri kwa sababu moyo haujatulia. Akaja na mtihani wake wa pili, ikawa bado kati haijaingiliana, moyo haujatulia. Akiingia katika wiki ya tatu ya mwisho wa mtihani, ndio moyo sasa unaanza kutulia, wakati kule ashaumiza au ashaharibu kwa yale ambayo kwamba amepita nayo. Ndugu zangu Waislamu, haya mitihani huwa ni mepesi sana, kwa sababu sio tikiti ya kukuingiza katika maisha mazuri. Na mara nyingi watahiniwa ambao kwamba wanafanya mitihani hii, huona kuanguka kwao ndio kuanguka katika maisha yao. Na wale ambao kwamba wanatumia njia hata pesa ya kufaulu ule mtihani, huona akifaulu pale ndio amefaulu kwa maisha yake. Kinyume, wangapi sahihi tunawajua ambao kwamba wako na madigrii yao wameweka katika madraw na ni wauzaji tomato? Wangapi ambao kwamba wamepata katika form 4 zao na sahihi ni manamba, hata si makondakta, manamba wa kutaka squad katika yule ambaye kwamba ni kondakta? Wangapi ambao kwamba wamemaliza na wakafuzu katika mtihani wao, lakini wakawa ni mateja ambao kwamba umeingia katika mihadharati usiyoyatarajia? Utasema hawa walikuwa wamepanga au wamepangiwa?
Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Haiwezekani yani ukatoka na ile ukawa wewe mapu yako ni kufaulu. Kuna wengine wakati wanaelekea katika hayo mambo ndio kufeli kwao katika maisha yao. Hapa ndio itatuweka tarbini ya kuwa mimi kama mwanafunzi lengo langu ni lipi. Wakati ukiwa primary utapata kuulizwa mara nyingi, wataka uwe nani baada ya kufaulu? Yatakana uwe mtu gani? Wakati umemaliza utapata huyu anasema engineer, huyu anasema pilot, huyu anasema kila mtu anatoa. Na alhasil haiwezekani si mara nyingi kumpata mtu ambaye kwamba amefanana na ile kozi anayoitaka. Ama huyu madamu huyo Hamisi amesema ni engineer, wacha mimi niseme ni pilot. Haiko katika dhihni, katika akili yako kuwa mimi nataka niwe. Nikikumbuka wakati nilipokuwa primary, kulikuwa na mwanafunzi mwenzetu, babake ni mwalimu, mamake ni mwalimu, kwa hiyo shule anayotusomesha. Sasa sisi katika jokes zetu tukamwambia, wewe utafuata mkondo, utakuwa mwalimu tu. Aliapa kwa Mungu, aliapa kwa Mwenyezi, wallahi yani nikikosa kazi yoyote lakini mwalimu sifanye nini. Ninapokuambia ni mwalimu aliyesomea Pwani University IRE na Kiswahili, huyo aliapa wakati wakuwa tuko pale anapo kwa Mungu, kwa hatakuwa mwalimu. Na ukimuuliza atakwambia kuwa ile tukiongea udokta, tukisema unas, tukisema pilot, haitoki katika fikru, yani katika dhihni, inakuwa tu katika midomo ya kutamani. Yani tamanna ala neema li ghairik, yani kazi yako usema huyu ni mwalimu, nataka niwe kama huyu mwalimu, kwa mdomo, sio kwa vitendo. Kwa hivyo mara nyingi mwanadamu au kijana huwa ana target ambazo kwamba haziko hai, zimekufa. Kuwa hai ni wakati ambao kwamba unakuwa na ikhlas na subra ya kupambana pale ulipo ili upate matunda ambayo kwamba ni mazuri. Ndugu zangu wa Islam, sahihi tumefika katika mitihani. Haya mitihani ni lazima tukumbuke nukta kadhaa ambazo kwamba zitatupelekea kufaulu katika kipindi hiki cha nyuma ambao kwamba tulichotoka. Kwanza, kumbuka wakati unafanya bidii, wakati unakesha, wakati unatumia muda excess zaidi na ilikuwa sio tabia yako, asije mwanadamu akakwambia kwa wewe wapoteza muda. Yani kwa mfano, ilikuwa hukai mpaka saa 6 za usiku ukiwa uko darasani, lakini kwa vile mtihani umefika ndio waonekana hata time ya kwenda games nini hauna. Lakini kile kipindi cha nyuma ilikuwa wewe wachelewa magharibi kwa sababu ya basketball, lakini kipindi hiki wewe sasa imekuwa time hata ya kukohoa waona inapotea. Kwa hivyo kazi kilikohozi chako, waona time ya kuongea, na mara nyingine Iblis anakupelekea mpaka wakati wa swala, venye unaposwali waona wewe kusubiria dua wachelewa. Iblis tulipitia jamani hapa nilipovaa grey chini na white juu hapa. Yani anavyoongea, akiingia imamu akiswalisha haraka ndefu, tayari Iblis anasema anakupotezea muda. Na ukisema asalamu alaykum tayari jamaa ashaelekea, hana time.
Lakini muulize, kabla ya hapo ilikuwa akifanya hivyo? Alikuwa akifungua nafani akijitanua, wakati ni kipindi watu watakaotoke waende wakafanye. Umeona hiyo sasa? Hiyo ndio inakuja sasa kuiona yani baadaye. Lakini ukiwa form 1, form 2 huioni, waona kwa Ustadh Kasim na tusumbua watu ambao tutoke bwana. Umeelewa? Ikipiki kipindi hiki, hata mimi nikikwambia nisubirie baada ya swala, utaanza kugoogle. Nasema Ustadh unaje asri peni sikuona, au Ustadh sikupata time, kwa sababu sahihi ndio wajiona. Lakini namna ile hivyo unavyofanya, asitokee kiumbe akakwambia wajitesa, utazidi kuporomoka. Kuna tofauti ya kuanguka na kuporomoka. Ukiporomoka ndugu yangu Muislamu, unaumia zaidi kuliko kuanguka. Kwa mfano hii miwani, nikiangusha hapa chini, ima ianguke kioo kivunjike au moja ya frame itoke. Lakini ikiporomoka yamaanisha kabla ya kufika chini imegonga vipia vingapi ya kufika hapo chini. Kwa hivyo ukijifanya wewe kuwa ulikuwa waanguka, na mwenye kuanguka ni rahisi kuamka, ukakufa moyo ukasema hii sio time yangu, utaporomoka. Baada ya D+ utaenda kwa D-. Lakini katika ile kuanguka kwako pale kwa D+, unaweza kupanda ukaona C-plane. Namna hiyo. Hiyo ndio tactic ambazo kwa Sheitani mara nyingi anacheza na talabul ilmi. Kwa hiyo maana kitu cha kwanza chastahili, ukiwa na hiyo sifa ya rafiki wa Sheitani namna hiyo, ni lazima ukumbatie dua, si kusoma, ukumbatie. Yani kila step ambayo kwamba unaifanya, kuamka kwako, kutembea kwako, uwe na adhkari ya moyo wako ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara kwa mara. Kitu cha kwanza. Cha pili, soma dua ukiwa unaielewa. Kumbuka tulikuwa makaburini, anda jamati ya dua, ustadh amevaa kilemba kirefu anasema Rabbana atina fid dunya hasana. Katika kaburi kwa jamani nataka kuombewa, si lazima ya Kiarabu. Mwenyezi Mungu mjalie ili kaburi lake liwe jema. Mwenyezi Mungu mjalie huyo awe katika wema. Mwenyezi Mungu akujalie, anasema Rabbana atina fid dunya hasana. Mara nyingi tunakosea. Ndio mara nyingi dua yako wapatiwa kitu usikokitambua, kwa sababu dua uliomba kingine na lengo silo. Tapata mtu ameambiwa kabla ya mtihani usome dua, anafururiza mlolongo wa dua huo, kumbe ni dua za kuombea maiti. Kwa sababu gani? Ni Kiarabu tu. Kiarabu jamani ni lugha. Kiarabu si dini, ni lugha. Kuna Waarabu wangapi ambao kwamba ukienda huko maeneo ya Palestina wanaua? Kuna Waarabu wangapi ambao kwamba ukiingia kule maeneo ya Saudia ndio klabu ziko sahihi? Hao ni Waarabu walozaliwa kwa Waarabu, lugha ni yao, sisi ni ya kuwazima. Lakini si lazima dua kuwa ya Kiarabu, utakosa lengo ambalo kwamba wewe unalitaka. Tatu, epuka dhambi dogo au kubwa. Mara nyingine ilikuwa wewe ni katika wale wezi ambao kwamba wanaiba viatu, mpaka siku harali mkanibia viatu vangu bali. Mwizi wa kupindukia. Jamaa akaweka kazi yako ni kuiba, mpaka katika moyo umeandikwa kuwa mimi ni mwizi, lakini sasa ni form 4. Ipige break. Hii sasa isubirie. Wakati nikimaliza mtihani nirudi nilipo, kwa sababu huruma ya Mwenyezi Mungu iko tofauti na huruma ya mimi na wewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rahimun, yani mwingi wa huruma, kiasi ya kwamba anaweza kukutoa katika sehemu akakuingiza katika sehemu nyingine. Lakini usema kwa vile mimi ni mwizi, wacha niendelee na wizi wangu ili tule. Rafiki yangu, utajikuta sehemu sio. Epuka madhambi.
kuziba nuru ya akili. Madhambi kuziba nuru ya akili. Waiza kile biology book 2 yani iko kwa ukifungua lile paper waiona kwa akili yako. Ile siku ya mtihani ukatafuta ile wadi ya kwanza ukauma meno mpaka kamalizika. Kwa sababu moyo wako umeujaza madhambi, imeziba nuru ya akili yako. 4. Tegemea juhudi zako. Mara nyingi watu, hata mimi nilipokuwa, kuna rafiki yangu alikuwa ananizidi, lakini kila nikimwelezea anaambia hata usijali. Sifanye index yangu wewe alafu hapo nini hapo. Sasa kila siku naeka hopes kwake, si kwa nani? Si kwa Mungu. Sasa ikawa relax, yani masala kusoma sana kitu sikijui, najua ule anapiga ya nini? Sasa na relax moyo wangu. Ikifika siku ya mtihani, huyo jamaa hana time na mimi, hajui kama mimi niko nyuma yake. Anasahau completely kwa sababu anatizama nafsi yake, bali lisanu ala nafsihi. Mimi niko na taabu, kijasho cha niwa, kisha nizunguke nyuma kukuangalia kwa kitu gani? Nipiga hilo date. Namna ninavyolipiga mpaka invigilele akasema na kelele zimezidi, onekana tutakutoa. Kumbe huyo jamaa hizo kelele zote hasikii lolote, masikio yameziba, anapambana na nafsi. Kama vile siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakuwa kuna watu wanaokimbia rafiki zao, ndugu zao, mamake, babake. Suratu Abasa pale anaposema nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ile anasema yauma yafirru almar'u min akhi, si kwamba kwa mtu atamkimbia ndugu yake wa damu, wa ummi wa abi, babako na mamako, wa sahibatihi wa bani, na rafiki yako na sahiba. Kwa sababu gani? Likulli mri'in minhum yawmaidhin sha'nu yughni, kila mtu kwa busy na nafsi yake. Madha taksibu ghada, imefanya nini nafsi yangu ya kesho? Sikutambui. Ikiwa humtambui babako na mamako, na siku hiyo maulama wanasema kutakuwa watu wa kutuputupu kama walivyozaliwa. Tuputupu yani kama walivyozaliwa. Na Aisha akamuuliza hapo bwana Mtume, si watu wataangaliana hapo? Akamwambia kulli mri'in minhum yawmayn sha'nu yughni, watu watakuwa busy wanaelekea katika uwanja wa mahshara kuulizwa hisabu, kupeana result zimetoka baada ya mtihani tuliofanya. Ikiwa ulikopi paste mtihani mwenyewe, ukiingia motoni na wewe uko naye. Ikiwa wewe ulifanya juhudi zako na ukazifanya juhudi zikaingiliana, ukiingia peponi umeingia wewe peke yako. Kwa hivyo hata hapa ni ukiwa na imani ya mwenzako, itakuwa hiyo inaitwa kujidanganya nafsi yako. 5. Soma kwa utulivu, siko uoga, kwa sababu nimesema kupita kwa huo mtihani sio kufaulu kwa maisha. Kama vile ambavyo kwamba kufaulu kwa huo mtihani pia sio kuwa vibaya na maisha yako. Kwa hivyo kuwa na hekima, tawakkul kwa Mwenyezi Mungu, uwe uheri wa afya zako ambazo kwamba uko nazo. Mwisho, omba dua kwa wazazi na walimu. Iombe dua. Pigia simu mzazi wako kama unataka kumpigia. Naomba dua yako tu mimi. Sisitiza kama unavyoomba pocket money. Sisitiza, naomba tafadhali mama, jioni ende tena, uliniombea dua ipi? Mama vile vile kwa mwalimu. Kwa sababu ukiangalia katika hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema, thalathun da'wahum la tarud, kuna watu watatu dua zao hazirejei kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Moja, da'watul walid liwaladihi, dua ya mzazi kwa mwanawe hairejei mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala, hairejei. Waweza ukasema
mzazi wangu ni Mkristo, bado ni mzazi wako, mwambie kuombe dua kwa Mwenyezi Mungu. Yaweza kawa mzazi wako anauza pombe haswa, lakini ni Muislamu, mwambie aombe dua yako wewe kama mtoto wake. Usiseme kwa hiyo dua ni mzazi, bado atakuwa katika ile hali ya huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pili, wa da'watu talib fi talab al-ilm, na dua ya yule ambaye kwamba ametoka umbali wa kutafuta elimu kwa elimu yake. Subhana rabbiyal a'la 5 marrat fi al-yawm. Unaukitaka dua anasema maulama, sujudu, lia, taka unachotaka, chochote kile kikubwa kiasi gani kwa Mwenyezi Mungu ni kidogo, lia kwa ajili ya kile. Falnarfa aidina bidua, ni lazima hapa tuinue mikono yetu kwa dua. Na vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala ayuwaffiqna fi imtihanina wa an yaj'ala al-ilma nuran fi qulubina wala wasilatu lilghururi walkibr. Mara nyingine hii dua unayosoma inaweza kupateni kama njia ambayo kwamba shetani anakuonesha kibri ndio umekipata kwa sababu ya dua yao. Nikimalizia kisa changu, mara nyingine huwa nikiwaambia kufaulu na kufeli katika mtihani sio katika masala ya kufaulu katika maisha. Hata vile vile mzazi wako ambaye kwamba uko naye ndio anakuwa ni wito mkubwa ambaye kwamba itakufanya kufaulu kwako. Ndio nikasema leo kazana kumpigia mzazi wako, umuombe akuombe dua katika juhudi uliyoifanya. Hapo ndio Mwenyezi Mungu atakupatia tumanina, utulivu na concentration ya kujibu maswali yako. Kiangalia siku moja jamaa alitoka akaenda kusoma malezi ya babake, yalikuwa makali mpaka alipomaliza PhD. Ilikuwa wakati ako nyumbani, sasa imemalizika kusoma kwake, lakini ana PhD sasa huko nyumbani anaishi kwa babake bado. Lakini feni likiwa linawaka, baba na mbele zime hiyo feni, jamani anaenda kusema mlango tu analega mimi tengeneza mlango. Yani anashurutishwa na babake wakati ni mtu mzima anaitafuta kazi ya maana. Sasa kauna ni dhiki, kwa nini huyu baba Fereji ukifanya viwanda tayari sijua, yani kila akaona ni shida baba, si imefika wakati huo ulipita. Akamwambia mwanangu, kitu usichokijua ni kama usikuagiza, subiri. Siku moja akaenda kupeleka makaratasi yake ya kutaka kazi. Kabla ya kuja katika siku ya interview, akiingia kule ndani mlangoni tu tayari akakuta mlango imefunguliwa yote. Jamaa akaenda akayafunga yale milango. Akipita ndani akakuta bomba la maji linatoa maji, akaenda kufunga ile bomba. Akiingia ofisini akakuta madirisha milango yalega, akakazana nayo, amekuja interview. Wakaingia katika chumba cha interview mmoja baada ya mwingine, watu wakapita na kupita. Alipofika mahali yake akaambia, sisi tushampata CEO wa hii kampuni yetu ambaye kwamba niwe na interview shapita. Kwa kitu gani? Akamwambia, umeona mabomba ya maji tuliacha wazi kusudi, umeona milango tuliyafungua kusudi, umeona hiyo vibawaba vya madirisha tuliacha kusudi, na tukaangalia ni yupi ambaye kwamba itakuwa ni mtumishi wa hii kampuni, sio bosi wa kampuni. Jamaa akapata kazi kwa mujibu wa mateso ya babake ambayo kwamba akimfanyia nyumbani, keriji kafeni katengeze, kifanya kile kunywa maji. Lakini mal azab leo hata baba kukuita klasi ya maji wako kwenda kuichukua ile klasi ya maji, ukabla kumpelekea paka ukijitama wewe ndio mpeleke. Pili, unaweza kujifanya shughuli ambayo kwamba ikamfanya yule mzazi wako asikutume, kwa sababu babako ni mraibu wa tumbako. Una tumbako yangu kule, atanambia usubiri, baba ni kwenye kazi akuone. Yani kwenda kumchukulia tumbako aje kwako ni shida. Vipi utapata kufanikiwa
kwa juhudi ambazo kwamba uko nao, ikiwa huko tayari kuoana na mzazi wako kwa juhudi. Kwa hivyo wasio wangu mkubwa, ni lazima tutaka dua kukubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuelekee wazazi wetu katika kipindi cha mtihani, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatufanyia taufiki na alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Nas'alullah al-'auna wa at-tawfiq bima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.